Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe popote ulipo. Naamini kabisa popote ulipo kwamba wewe ni mzima na Bwana ameweza kuonekana katika maisha yako. Ninaamini kabisa Mungu ameweza kukulinda wiki nzima hii kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Thursday, Friday, Saturday. Ambayo ni leo ambaye Bwana ametuneemesha kwa wema wake na huruma zake, maana yeye Mungu ni mwema. Kwa jina la Yesu, basi napenda kuchukua nafasi hii kuweza kukaribisha katika kipindi chetu cha neno la Mungu hapa Facebook Live. Karibu sana kwenye kipindi cha neno la Mungu hapa Facebook Live leo Jumamosi. Mchana huu ninaamini kabisa tutakuwa pamoja tunapoingia kwenye kipindi ama part 2 ya somo majaribu ama njia ama mbinu ya kuweza kushinda majaribu. Bwana asifiwe sana. Basi nakukaribisha kwa jina la Yesu uungane nami. Jina langu ni Emmanuel Tambwe. Ninaamini kabisa umekuwa ukifuatilia vipindi vyangu hapa Facebook Live. Malengo na madhumuni ya vipindi hivi ni Mungu ajipatie utukufu. Ni Mungu ajipatie utukufu. Maana sisi ni watumishi tu, lakini neno ni la Bwana. Haleluya. Basi chukua nafasi hii ama nakupa nafasi hii tena mchana wa leo, Jumamosi hii njema iliyojaa ushindi na uweza na utukufu wa Bwana, uweze kushare link hii live hapa Facebook. Unaweza ukashare ili wengine watupate, kama ninavyosema kila siku, wengine watupate kupitia account yako, na Mungu atakwenda kukubariki. Mungu atakwenda kukubariki. Share mara moja, share mara mbili, share kwa marafiki, share ili wengine watupate kupitia account yako, na Mungu wa mbinguni atakwenda kukubariki. Mungu wa mbinguni atakwenda kukubariki. Karibu sana tunapokaribia kuanza kipindi chetu. Share. Basi share tunapoanza kipindi chetu. Basi ningetaka tuombe, alafu tutaingia kwenye kipindi. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru mchana wa leo, Roho Mtakatifu, kwa wema na ushindi wako ambao Bwana umeweza kutuwezesha watoto wako kuiona Jumamosi njema. Asante Bwana kwa sababu sio wengi waliona Jumamosi. Wengine wameingia wakiwa na machungu makali, lakini kwa uwezo wako na kwa damu ya Yesu umetuepusha na mingi Bwana ambao katika macho ya binadamu tumeona na mingine hatukuona. Asante Baba, tunasema asante kwa sababu yetu. Asante kwa sababu ya watoto wetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu unatufanya kuwa wazima. Ututakase mchana wa leo Jehova. Utuoshe na damu yako, maana kuna mengi tuliofanya kinyume na mapenzi yako. Tutakase Roho Mtakatifu kwenda kinyume chako. Tukukaribisha Bwana mchana huu. Ninapoanza kufundisha kipindi hichi cha majaribu, Baba, nahitaji Roho wako akapate kuwa juu yangu. Aniongoze na nitawale. Nisiongee mimi bali uongee wewe. Kwa jina la Yesu Bwana, naombea hata mtazamaji wangu popote alipo, umpatie Bwana busara na hekima Bwana ya kuweza kuelewa neno hili. Kwa jina la Yesu ninavunja kila confusion. Ninaweka hata mitambo yetu mikononi mwako Baba, ukapate kuiwezesha kwa jina la Yesu. Asante Mungu mwema. Asante Baba, tunakupenda, tunakuheshimu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Leo tunaongelea nini? Leo tunaongelea majaribu. Lakini leo zaidi tutaongelea namna ya kuyashinda majaribu. Bwana asifiwe sana. Katika kipindi cha kwanza ama part 1 ama sehemu ya kwanza, niliweza kuongelea kwa ujumla nini maana ya jaribu. Na nikaongea vitu kadhaa. Na labda kwa sababu kuna wale ambao wamejiunga nasi ambao hawakuweza kuwa nasi katika kipindi kilichopita, labda nitarudia tu kidogo katika hali ya kuleta picha ili waweze kuelewa tunapokwenda. Kwa sababu sitaongelea zaidi yaliyopita. Nitaendeleza hili topic kwa mtindo mwingine. Leo tunazungumzia majaribu, lakini tunazungumzia njia za kushinda majaribu. Kipindi kilichopita niliongelea jaribu ni nini, nikakuonyesha jaribu, nikakuonyesha madhara.
Sasa leo nitazungumzia njia ya kushinda majaribu. Ufanye nini unapojikuta umeingia kwenye jaribu? Ufanye nini kuweza kushinda hilo jaribu? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo labda tu nirudie kidogo yaliyopita. Katika kipindi cha kwanza nilisema hivi. Nilisema nini? Nilisema nini maana ya jaribu? Jaribu nilisema ni mlango ambao unatumiwa na vitu vitatu. Jaribu ni mlango ambao unatumiwa na Mungu mwenyewe kukuletea jaribu. Jaribu ni mlango ambao unatumiwa na shetani kukuletea jaribu. Jaribu ni nini? Jaribu ni mlango ambao unatumiwa na wewe mwenyewe mwanadamu uliobeba mwili kwa tamaa zako kujiingiza kwenye majaribu. Bwana asifiwe sana. Na nikasema kwamba jaribu ambalo linaletwa na Mungu aliletwa kwa kusudi la kuangamiza ama kukuua. Jaribu ambalo linaletwa na Mungu linaletwa kwa madhumuni ya kukupeleka katika hatua nyingine ya kubwa katika ulimwengu wa kiroho. Inakutoa utukufu mmoja hadi utukufu mwingine. Kwa kifupi ni jaribu ambalo linakuja kukuimarisha. Linakufanya uwe imara zaidi katika Bwana. Kwa jaribu ambalo linaletwa na Mungu ni jaribu ambalo haliangamizi, linakuja kukuimarisha na kukuinua kiroho na kujikuta umekuwa katika ngazi nyingine. Nikasema jaribu ambalo linaletwa na shetani. Jaribu ambalo linaletwa na shetani linaletwa kwa kusudi moja, kuja kukuangamiza. Jaribu ambalo linaletwa na shetani linaletwa kwa sababu moja, kuja kukuangamiza. Shetani anapokuletea jaribu hahurumii. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya shetani ni kupinga wanaomcha Mungu. Na jaribu la tatu ni jaribu ambalo linatokea na tamaa za mwanadamu mwenyewe, tamaa za mwili. Tamaa za mwili. Kwa hiyo hizo ndio aina tatu za majaribu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jaribu pia nikasema kwamba jaribu ni kitu ambacho kinamweka mwanadamu katika hali ya maamuzi. Unaposikia kitu jaribu kinapoletwa, kinakuweka katika hali ya maamuzi. Kwa nini? Nikasema kwamba wakati shetani alipoleta hoja kwa Mungu kwamba Ayubu anamwabudu Mungu kwa sababu ana mali, Mungu alikataa. Mungu alisema hapana, Ayubu haniabudu mimi kwa sababu ya mali. Na shetani akaleta hoja kwamba Mungu amruhusu aende kupeleka ile jaribu kwa Ayubu na Ayubu atamkufuru Mungu. Sasa nikasema nini? Nikasema hivi. Pale kati ya Mungu na shetani kulikuwa na kitu kama agano. Kulikuwa na conversation kwamba huyu anasema hata kufuru, Mungu anasema kwamba shetani anasema kwamba atakufuru. Kwa hiyo hoja ya shetani ilikuwa ni kwamba Ayubu atakufuru. Mungu anasema hapana. Kwa hiyo ni kama walipingia. Kwa hiyo shetani, nataka niseme kitu kingine. Shetani ndio aliyopeleka lile jaribu kwa Ayubu, lakini kwa ruhusa ya Mungu. Sasa kitendo cha shetani kupeleka lile jaribu kwa Ayubu, na huku nyuma shetani na Mungu walikuwa tayari wanamjadala kwamba kila mmoja anasema atashinda. Lile jaribu ambalo lilipelekwa kwa Ayubu, wakati lile jaribu lilimfikia Ayubu, lilimweka Ayubu katika hali ya maamuzi. Maamuzi gani? Aidha mkufuru Mungu ampendeze shetani, asimkufuru Mungu ampendeze Mungu. Kwa hiyo wakati Ayubu anapitia yale mateso, nilisema shetani na Mungu wote walikuwa wamekaa kwenye mkao wa kuona Ayubu anaishia wapi ama anafanya maamuzi gani. Na kwa msaada wa Bwana Ayubu akashinda lile jaribu. Sipokuwa kuna mali na yeye kama mwanadamu alianza kulalamika na kuanza kutoka nje, lakini Bwana alimsaidia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikasema jaribu ni kitu ambacho kinamweka mwanadamu katika hali ya maamuzi. Katika hali ya nini? Ya maamuzi. Unapopata jaribu inakupeleka katika hali ya maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu nilisema jaribu linapomjia mwanadamu, haijalishi ni la Mungu ama ni la shetani. Kwa sababu ninaongelea kuhusu jaribu ambalo linaletwa na Mungu na jaribu ambalo linaletwa na shetani. Jaribu ambalo linaletwa kwa tamaa za mwanadamu mwenyewe nitaliongelea kwenye somo lingine. Kwa nini nikasema kwa nini jaribu linamweka mwanadamu katika hali ya maamuzi? Ni kwa sababu jaribu linapokuja, linapoletwa,
linakujaga na picha ya hatari. Mwanadamu anaonaga ni picha ya hatari. Sasa ile picha ya hatari inapomfikia mwanadamu, ama mwanadamu anapoona hicho kitu, kulingana na jaribu ambalo anapitia, ujasiri huo unaondoka. Ujasiri unaondoka ndani. Ama kwa tafsiri nyingine, lile jaribu linapokuja na ile sura ya hatari, ile hatari huwa inaua mwanadamu wa ndani, inaua dhamiri, inaua mwanadamu wa ndani. Kwa sababu mwanadamu yuko katika pati mbili, mwanadamu wa nje na mwanadamu wa ndani. Utu wa ndani unakufa. Sasa utu wa ndani ukifa, mwanadamu anajikuta katika hali ya maamuzi, na ni maamuzi ya kusuasua, maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa sababu gani? Jaribu limekuja na picha ya hatari, na ile hatari inaleta woga na kufanya upoteze confidence. Ukipoteza confidence, hata maamuzi unayoyafanya hayatakuwa sahihi. Kitu kingine, Bwana asifiwe sana, nataka tufuatane vizuri sana, nafikiria unanielewa na sama alizetoa iliyopita. Kitu kingine nikasema kwamba jaribu hauwezi kushinda jaribu kama hauna taarifa za kutosha kulingana na hilo jaribu. Kwa utakapojikuta umeingia kwenye ofisi za maamuzi ama ofisi ya maamuzi na hauna taarifa ya kutosha kuhusu hilo jaribu, hautakuwa na nguvu ama ubavu wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa sababu gani? Hauna enough information. Kila maamuzi yanayofanyika huwa yanahitaji taarifa. Sasa kwa nini nikasema hivi? Leo hii ukipata tu simu ama barua kwamba kesho asubuhi unatakiwa uende polisi na ni lazima, unasema this is must, na kuambia hautalala, sitalala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu kimekuja, hakina information, kimefungwa. Na unajua nchi hizi tunazoishi, ukipata tu taarifa kwamba kesho asubuhi barua imekuja kwamba unatakiwa uende polisi, ama umepigiwa simu umeambiwa tarehe fulani uamkie polisi, hakuna information, hakuna details, hakuna maelezo, hakuna namba ya simu, wamekuwekea tu address uamkie pale, na kuambia wengine hawataenda. Kwa sababu gani? Utakuwa umejaa woga. Utaanza kujiuliza, nini kinaendelea? Na makaratasi yangu yako sawa? Nimefanya nini? Nimezurumu mtu? Kwa sababu gani? Unapopata ile habari ya polisi, ni habari ambayo inakuwa imefungwa. Kwa hiyo ni habari ambayo haina maelezo. Lazima ikuundie kitu kinaitwa hofu ama shaka, kwa sababu ni information inakuja na sura ya hatari. Lakini sikiliza, ukipata taarifa hiyo kwamba kesho ama kesho kutu ama Friday ama Sunday ama whatever, kwamba unatakiwa uende polisi, na pale chini wakaweka maelezo kwamba unatakiwa uje polisi kwa sababu hapa kuna ndugu yako tumempata, inasemekana kwamba ni ndugu yako na anahitaji msaada labda wa chakula ama kimalazi, kwa hiyo tunahitaji kama unaweza kuja kutoa msaada uje, kwa sababu ndugu yako yuko hapa. Na kuambia utaenda polisi ukiwa na confidence. Kwa sababu gani? Ni kitu kimekuja kikiwa ni information. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Utakwenda ukiwa una confidence. Kwa sababu gani? Ni habari ama ni kitu ambacho kimekufikia ukiwa na details, ukiwa na information. Kwa hiyo unakuwa umeenda kule polisi, una information yote. Kwa hiyo unakwenda umejiandaa, unajiamini. Kwa hiyo nikasema hata jaribu linakuja kwa sura hiyo. Mara nyingi jaribu linapokuja linaletwa kwa njia ya kwamba information zako zinakuwa zimefungwa. Kwa jaribu linapoletwa, hata Mungu wakati mwingine huwa anaachia jaribu na hakuna information. Sasa labda tusome kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 4. Nasoma kitabu cha Yakobo, na hili ndio andiko ambalo limebeba ama ni andiko ambalo limebeba somo. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Biblia inasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Bwana asifiwe sana.
Yakobo anasema kwamba ni vizuri tuingie katika majaribu mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia unaona kabisa inasema ni Mkristo yoyote ambaye anataka kufika mbinguni ni lazima accept kitu kinaitwa majaribu ama hakubali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu ni kitu kinakuja bila information, kinakuja na picha ya hatari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata maamuzi ya jaribu ni maamuzi ambayo lazima uwe be careful, kwa sababu nimekuambia upende usipende. Sikiliza Mkristo mwenzangu, wewe unanisikiliza, ukisikia neno majaribu ujue hayo ni maamuzi. Sasa utamueje kitu ambacho hauna taarifa nacho? Kitu kingine nikasema hivi, maloya ambao wanatetea watu, lawyer hawezi kumtetea mtu kama hujampa taarifa kulingana na kesi yako. Kwa hiyo utampa taarifa utakazompa ndio zitamsaidia lawyer kukusanya taarifa ama kuandaa kitu ambacho atakapopeleka kwa jaji hakikishe anapata ushindi ama unapata ushindi. Kwa sababu gani? Lazima lawyer akusanye taarifa, aandee taarifa zitakazokupa wewe ushindi. Hawezi tu kupeleka tu hivi. Lazima hawe na taarifa ambayo atipresent kwa jaji, ili jaji atakaposikia ile taarifa ama yale maelezo ushinde kesi. Haijalishi ulikuwa umefanya hicho kitu ama ukufanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jaribu nikakwambia liko katika mtindo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nimeongelea last time kuhusu majaribu. Naongelea tu kifupi, lakini zaidi niligamia kwenye upande wa maamuzi. Bwana asifiwe sana. Sasa leo tunaongelea nini? Leo nitaongelea sasa njia ama mbinu ya kushinda majaribu. Unapojikuta umeingia kwenye jaribu, ufanye nini? Unapojikuta uko kwenye jaribu, ufanye nini? Sasa labda kabla sijaendelea, labda niseme hivi. Sikiliza. Mungu anaweza kuleta jaribu na akae kimya. Kitu cha kwanza. Shetani anaweza kuleta jaribu na Mungu akae kimya. Au wewe utafanyaje? Kwa hiyo kujua kuna majaribu ya aina mbili kwanza naongelea leo. Jaribu ambalo linaletwa na Mungu na jaribu ambalo linaletwa na Shetani. Wakati mwingine Mungu anaweza kuachilia jaribu, nimekuambia katika hali ya kukuimarisha, kukupima, akuone umefikia wapi katika Ukristo wako. Ukiroho wako umefika wapi? Anakuja kukupima. Na katika ile kukupima, hakupimi kukuangamiza, anakupima kukuinua. Ndio maana katika Torati tulisoma last time kwamba Mungu aliwajaribu wana wa Israeli ili wajue nini ambacho kiko katika mioyo yao. Bwana asifiwe sana. Jaribu linaletwa na Shetani, linaletwa kwa njia ya maangamizi. Vile vile Mungu pia anaweza kuona hilo jaribu na akakaa kimya kwa kuangalia. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana nimesema hata jaribu la Ayubu lilipelekwa na Shetani, lakini kwa ruhusa ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa leo tunaongelea njia ya kushinda majaribu. Unapoingia kwenye majaribu ufanye nini? Kitu cha kwanza, sikiliza. Jaribu linapokuja inategemea kwanza ni nani ambaye analeta jaribu. Kwa sababu sikini kwambie, Shetani anapoleta jaribu, aleti jaribu yeye mwenyewe kwamba unamuona huyo ni Shetani ama huyo ni Mungu. Shetani anatumia vitu. Mungu anapokuletea jaribu pia kupitia kwenye vitu. Kwa nini Emmanuel anatuambia hivyo? Sikiliza. Wakati Shetani alipokwenda kumjaribu Eve ama Eva kwa Kiswahili katika shamba la Edeni, Shetani alitumia nyoka. Alijeuza kama nyoka. Lakini kumbuka, Shetani alikwenda kumjaribu yule mwanamke katika shamba la Edeni. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inasema kwamba tunda lile lilikuwa tunda ambalo lilikuwa linatamanika. Kwa hiyo Shetani alitumia tunda kuhakikisha kwamba Adamu na mke wake hawapati kitu ambacho Mungu alikuwa amewaidia. Bwana asifiwe sana. Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu hakumuumba mwanadamu hafe. Mpango wa Mungu ulikuwa ni mwanadamu aishi milele. Lakini kwa condition moja tu.
wasile tunda la mti wa mema na mabaya. Bwana asifiwe sana. Sasa shetani alijua hiyo ahadi ni ahadi kubwa. Shetani alijua kwamba hawa hawawezi kupata hii ofa, lazima nifanye chini juu nihakikishe hii ofa nimeikata. Alichofanya, Biblia inasema kwamba tunda lilikuwa linatamanika. Kwa hiyo shetani alipokwenda kumjaribu yule mwanamke ama Hawa ama Eve ama Eva whatever, alitumia tunda hilo hilo. Shetani akamwambia kwamba hautakufa. Sio kweli, ukila hili tunda utaishi milele. Biblia inasema kwamba naye Eva ama Eve alipoona lile tunda ni tunda linatamanika, akachukua lile tunda. Kwa hiyo shetani anapoleta jaribu, ndio nataka tu usikie hapa, anatumia vitu. Kwa nini? Anaweza kutumia hata udhaifu wako. Anaweza kutumia hata udhaifu wako kuhakikisha na kuangamiza. Na ndio maana unaona wakati shetani alipokwenda kumjaribu Yesu, hakumwendea siku ya kwanza na ya pili. Biblia inasema kwamba naye Yesu aliposikia njaa, ndipo shetani alikuja. Na shetani alipokuja hakumwambia kwamba ujitupe. Shetani alimwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, ligeuze jiwe hilo kuwa mkate. Kwa sababu gani? Ndicho kipindi Yesu alikuwa ameingia, kipindi alianza kusikia njaa kama mwanadamu. Kwa hiyo shetani alitaka apitie hapo hapo kwenye njaa, hakikishe Yesu anafeli. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia hata yule mwanamke katika shamba la Edeni, kwa sababu alipokuwa anaona lile tunda ni tunda ambalo linatamanika, shetani alitumia hapo hapo hiyo nafasi. Kwa hiyo shetani alijua huyu Yesu anasikia njaa na amefunga siku 40. Sasa huu ni wakati ana njaa, nikimwendea huu wakati nitamweza. Ndio maana alipofika kwa Yesu hakuanza kwanza kumwambia jitupe, kama wewe ni mwana wa Mungu jisujudie, ama ujitupe chini, atatuma malaika wake waje kuchukua, maana imeandikwa hautajikwaa. Hakufanya hivyo. Alitumia nafasi ile ile kwamba Yesu anasikia njaa. Na kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba umefika wakati wa kula. Kwa hiyo akamwambia, okay, sasa kama wewe unasikia njaa, nigeuze jiwe ile kuwa mkate. Bwana asifiwe sana. Na Yesu akamwambia, mwanadamu ama mtu hataishi kwa mkate. Kwa hiyo hata kama majaribu mengine aliendelea, kwanza alimjia Yesu wakati aliposikia njaa. Sasa swali, kwa nini hakumjia Yesu wakati alipokuwa hajasikia njaa? Kwa hiyo ndio maana nimekuambia kwamba kwa sababu Yesu alikuwa ni kama Mungu na Yesu hawezi kufanya dhambi, Yesu hakuwa na madhaifu. Lakini nataka nikwambia kwamba shetani anaweza kutumia kitu ambacho uko nacho kuhakikisha anakuangusha. Anaweza kutumia udhaifu wako. Kwa nini? Anaweza kutumia hata hasira ambao uko nayo, na kupitia hapo hapo kwenye hasira akapitisha jaribu. Anaweza kutumia hata pesa, kama wewe ni mtu una dhamana ya pesa, na kupitia hizo pesa akakuangusha. Anaweza kupitia wanawake, kama wewe ni mtu wa kuwaka na tamaa na wanawake, na kupitia wanawake akakuangusha. Anaweza kutumia anything. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana nimekwambia kwamba shetani anapoleta jaribu hamuonani naye kwa uso kwa uso, anatumia vitu. Kwa hiyo ni vizuri sasa kuwa makini. Ndio maana nimekwambia hauwezi kushinda jaribu kama hauna taarifa. Taarifa ndio hizo. Sasa lazima ukae kwenye mkoa kusema hili jaribu linapokuja, linakuja kwa mfumo na sura gani ama system gani. Bwana asifiwe sana. Anaweza kutumia mke wako, anaweza kutumia mme wako, anaweza kutumia mtoto wako. Sasa shetani anapokuletea jaribu kupitia mme wako na wewe hautaki hiyo ndoa hivyo, unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima uwe makini
Ndio maana nimekuambia jaribu linapomjia mwanadamu linamweka kwenye hali ya maamuzi. Maamuzi gani? Niache hii ndoa nisiache? Niache huyu mwanaume nisimwache? Nimwache mke wangu nisimwache? Niache hii kazi nisiache? Niache hii huduma nisiache? Ndio maana nimekuambia kwamba jaribu ni kitu kinamweka mtu kwenye ile maamuzi. Sikiliza, hata wakati wa Yesu, Shetani alipokuwa anamwambia Yesu ageuze lile jiwe kuwa mkate, alikuwa anamweka Yesu katika hali ya maamuzi. Kwa ilikuwa ni Yesu afanye ama asifanye basi. Yaani hili kumbuka siku zote, usisahau hili jambo. Yaani hili somo limejaa maamuzi. Yesu ilikuwa ni ageuze kuwa mkate ama asigeuze lile jiwe kuwa mkate. Basi ndio kazi Shetani alimwambia Yesu afanye. Ajitupe chini ama asijitupe, amsujudie ama asimsujudie. Basi Ayubu alikuwa mkufuru Mungu ama asimkufuru Mungu. Ibrahimu alipoletewa jaribu la Isaka, ilikuwa ni akubali kwenda kufanya kile kitendo ama asikubali, whatever. Kwa hiyo ilikuwa ni kila kitu maamuzi. Bwana sifiwe sana. Sasa unaweza kutumia hata mme wako, na hapo sasa ndio kuna hatari la jaribu. Unaona kabisa kuna wengine sasa hivi mwanamke ameokoka, mme hajaokoka, mme ni mlevi. Kwa hiyo mke anaweza kufanyika kuwa jaribu anytime. Kwa sababu gani? Ni mtu ajui Mungu. Ndoa hizo zipo nyingi tu. Mtu ni Mkristo kabisa ameokoka, mke hajaokoka. Ama mme ameokoka, mke hakuokoka. Kwa hiyo huyu ambaye hajaokoka anaweza kufanyika anytime kuleta jaribu. Sasa kama ni mke analeta jaribu, ama mme, unafanyaje? Ama mtoto analeta jaribu, wewe unafanyaje? Ndio maana nimekwambia jaribu sio kitu cha kukurupuka. Lazima utulie. Jaribu linaweza kukuangamiza vibaya sana. Vibaya sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nimetaka tu nikupatie picha ya kwamba hata Eva katika shamba la Edeni, lile lilikuwa jaribu. Ndio maana nimekuambia ama nikasema katika kipindi kilichopita kwamba jaribu ni kitu ambacho kinamweka mwanadamu katika ile maamuzi. Sasa kuna majaribu ya aina tatu ama kuna majibu ya aina tatu. Kuna jaribu likikujia wewe ambaye uko pale, jibu lake linabebwa na yes ili ushinde hilo jaribu. Kuna jaribu likikujia, jibu lake linabebwa na no ili ushinde hilo jaribu. Kuna majaribu yakija, huwa ni kunyamaza na kumpa Mungu utukufu. Sasa labda nifafanue hapo sasa. Kwa nini? Nilikuambia wazi kabisa kwamba jaribu la Ibrahimu lilikuwa jaribu la kumuua Isaka, kumtoa Isaka kwa Mungu. Na nikakwambia kwamba hata Ibrahimu alipokuwa anamsikiliza Mungu alikuwa makini. Alikuwa makini. Kwa sababu hata shetani, nimekwambia, usipokaa katika mkao wa kiroho na Roho Mtakatifu akusaidie kupambanua, hata shetani anaweza kuongea kama Mungu na ukamsikia. Bwana sifiwe sana. Unaweza kumisunderstand sauti ya shetani ukafikiria ni Mungu na ukafanya hicho kitu. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa makini kuhakikisha, je, kitendo anachofanya kweli ni Mungu? Kwa hiyo maamuzi ya jaribu la Ibrahimu yalibebwa na Yesi. Sasa jiulize, kama Ibrahimu angesema no, ingekuwaje? Sijui. Anajua Mungu. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa na sababu nzuri ya kukataa. Mungu alimwambia Ibrahimu, nitakubariki na utazaa mwana, na akampa Isaka. Na akasema kupitia Isaka utakuwa baba wa mataifa. Kwa hiyo Ibrahimu wakati anakwenda kumtoa Isaka, alikuwa hana uhakika kulingana na umri wake kama anaweza tena akapata mtoto. Kwa hiyo ilikuwa sio kazi rahisi ama maamuzi rahisi Ibrahimu kufanya vile. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na nafasi nzuri ya kumpelekea Mungu na kumwambia Mungu, hapana, ni wewe ndio ulioniambia kwamba kupitia Isaka nitakuwa baba wa mataifa.
inawezekanaje leo tena kumchukua Isaka? Ibrahimu alikuwa ni hiyo nafasi. Pia alikuwa na nafasi ya kwenda kwa Mungu na mwambie, baba, sasa angalia nimezeeka kabisa, ukimchukua tena huyu. Kwa hiyo alikuwa na nafasi nzuri, lakini Ibrahimu hakufanya hivyo. Alipoambiwa tu moja kwa moja ilikuwa yesi, tena yesi kubwa. Kwa nini? Hata mke wake hakumwambia, kwa sababu Ibrahimu alisema, hapa nikisema nimshirikishe Sara kutatokea mabishano, na kukitokea mabishano mtafeli huu mtihani. Bwana asifiwe sana. Sasa pale ilikuwa ni Ibrahimu na Mungu. Kuna mambo mengine yakikujia, ndugu yangu, huwa ni wewe na Mungu, mke ama mme, out of service. Yaani ili umpendeze Mungu ni wewe na Mungu. Pastor out, mke out, watoto out, biashara out, ni wewe na Mungu. Kwa hiyo Ibrahimu, jaribu la Ibrahimu lilibebwa na majibu ya yesi. Sasa nikakwambia kitu kingine, hiyo yesi ambayo unatakiwa uifanye, hauifanye tu, hauendi tu na kusema Mungu yesi ama yesi. No, ni lazima ukae chini, ukusanye taarifa za kutosha. Ni lazima uwe makini, ili kwamba utaka kuingia kwenye chumba cha maamuzi kusema yesi, nilikwambia uhakikishe hiyo yesi ni kweli ni yesi, sio yesi tu na kurupuka. Ni lazima ukae mkao wa kutulia, lazima uwe na enough information. Bwana sifiwe sana. Sasa angalia sasa, sikiliza hivi. Wakati shetani alikwenda kumjaribu yule mama katika shamba la Edeni, yule mama hakujua kwamba majibu ya lile jaribu yalikuwa no. Oh, haleluya. Sikiliza, jibu la Eve ama Eva kwa shetani lilikuwa jibu la no. Sasa jiulize, Mungu alikuwa, wakati Eva anajaribiwa na shetani, Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa wapi? Kwa sababu ahadi ya mwanadamu kuishi milele ilikuwa ni ahadi kubwa. Kilikuwa sio kitu ambacho Mungu angekuruhusu kifanyike hivi hivi. Mungu alimwambia Adamu, kila hili tunda hakika. Ukisikia Biblia inakwambia kitu hakika. Hakika ni kitu kama kiapo. Ni kitu ambacho hakiwezi kikapanguliwa tena. Ukisikia Mungu anakuambia hakika, ni kitu ambacho hawezi kupangua. Alimwambia kila tunda hakika utakufa. Lakini mpango wa Mungu kwa mwanadamu ulikuwa ni mwanadamu aishi milele. Sasa najiuliza, mimi nilikuwa nasoma Biblia, najiuliza, wakati yule mama anakula lile tunda, Mungu alikuwa wapi? Kwa sababu ahadi ya mwanadamu kuishi milele hakikuwa kitu cha kuchezea, kilikuwa kitu cha thamani, kilikuwa kitu cha kutunzwa. Najiuliza, je, wakati Mungu alipomuumba Adamu, mwanamke yule hakuwepo, Eva hakuwepo. Je, wakati Adamu alipoamka na kujikuta amekuwa na mwanamke kulingana na ubavu wake, je, alimwambia kwamba Mungu amesema usile matunda? Hivi yule mwanamke alikuwa na hiyo information? Sasa hapa ndio habari za information zinaingilia. Nimekuambia hauwezi kufanya maamuzi sahihi kama hauna enough information. Biblia haituambii kama Adamu alimhusisha mke wake ama kumhusisha, kwa sababu Mungu alipokuwa anatoa yale masharti, Mungu alipokuwa anatoa zile kanuni ama principle, mwanamke hakuwepo. Aliyokuwa pale alikuwa Adamu peke yake. Sasa najiuliza, je, wakati mwanamke alipokuja, Adamu alipata nafasi ya kumweleza mke wake kwamba usile lile tunda, ukila lile tunda Mungu amesema tutakufa? Ama Mungu aliwatembelea baadaye na akamwambia yule mwanamke pia? Biblia tuambie. Lakini ninaamini kwamba yule mwanamke alikuwa na hiyo information. Sasa angalia madhara ya kuweka majibu ya no mahali pa yesi na majibu ya yesi mahali pa no. Wakati shetani amekwenda kumjaribu Eva katika shamba la Edeni, majibu ya Eva kwa shetani yalitakiwa yawe no,
ili ashinde lile jaribu. Lakini yule mama alisema yes. Na aliposema tu yes, alipoingia kwenye chumba cha maamuzi, immediately aliposema yes, mambo yakaharibika. Biblia inasema alipokula, alipompatia na mume wake, wakajikuta wako uchi. Kwisha maneno. Ndio maana kuambia, je, kama Yesu majibu yake kwa shetani yalikuwa no, kama Yesu pale angesema yes, ingekueje? Mimi na watu juu maamuzi. Haleluya. Maamuzi. Chumba cha maamuzi. Chumba cha maamuzi ndio chumba cha kutunza kwenye jaribu. Sasa leo nitakwambia chumba cha maamuzi unakitunzaje chumba cha maamuzi, ili unapojikuta umeingia kwenye hicho chumba cha maamuzi ufanye maamuzi sahihi. Bwana sifiwe sana. Nafikiri leo unanifuata vizuri sana ndugu yangu. Kwa hiyo tunasema tu jaribu. Mungu ana majaribu. Jaribu gani? Lazima ukae chini. Majaribu ni darasa. Mtu hatajaribiwa kupita uwezo wake. Mtu hatajaribiwa kupita uwezo wake na hivyo alijaribiwa. Alijaribiwa na shetani. Na shetani akamshinda. Bwana sifiwe sana. Alijaribiwa. Ni watumishi wangapi leo walijaribiwa na wameanguka? Na Biblia katika Wakorintho inasema kwamba hatutajaribiwa zaidi ya uwezo wetu. Ndio maana nimekuambia Mungu, kitu ambacho alifanya, Mungu alimpa mwanadamu freedom ya kuchagua. Kwa sababu kama ingilikuwa kila kitu Mungu anamchukulia mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye angeenda kwa shetani, hakuna mwanadamu ambaye angeenda hell, ambaye angeenda jehanamu, hakuna. Lakini kwa sababu Mungu aliachilia freedom kwa mwanadamu achague kitu anachotaka kwa hiari yake, ndio maana yule mama alifanya ile kosa. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nilikuwa ninajiuliza sana hilo jambo. Sasa labda niendelee. Sasa nataka niseme hivi, unapojikuta umeingia kwenye jaribu, kwenye jaribu ama majaribu, kuna vitu kadhaa lazima ufanye ili ushinde hilo jaribu. Sasa jaribu ambalo linaletwa na Mungu mwenyewe ni jaribu ambalo nimekuambia hauwezi kushindwa kama wewe ni Mkristo, kwa sababu Mungu lazima atakupigania. Jaribu baya kuliko zote, ama majaribu mabaya, ni jaribu ambalo linaletwa na shetani, na jaribu ambalo wewe mwenyewe kwa tamaa zako unaanguka. Pale ndio kuna hatari ya majaribu. Nisikilize tena. Jaribu ambalo linaletwa na Mungu, Mungu lazima atakupigania. Hatari ya majaribu ni pale ambapo unapata ama unakutana na jaribu ambalo limeletwa na shetani, au unakutana na jaribu ambalo kwa tamaa zako wewe mwenyewe unajikuta umekutana na hilo jaribu. Hapo ndo kuna hatari ya jaribu, na hapo ndipo watu huwa wanaanguka. Nimekuambia jaribu la shetani linakuja kwa sababu moja, kuangamiza. Na watu wengi wameangamia. Huduma nyingi zimeangamia. Bwana sifiwe sana. Leo kuna watumishi hawapo, wengine wamezikwa, wengine wana ukimwi, wengine walibackslide, wengine huduma zilikufa, wengine huduma zimebaki vilema. Kwa sababu gani? Majaribu. Sasa unapoingia kwenye majaribu, kuna vitu kadhaa ambavyo lazima ufanye. Kuna vitu kadhaa ambavyo kama wewe mwanadamu, kama wewe Mkristo, lazima ufanye. Sasa unapoingia kwenye jaribu ufanye nini? Unapojikuta umeingia kwenye jaribu, kitu cha kwanza, njia ya kushinda majaribu. Sasa kitu cha kwanza kabisa, kwa sababu kabla sijasema, sikiliza nikwambie hili. Unapoingia kwenye majaribu, mwanadamu wakati mwingine unakuwa hauna uwezo wa kupambanua, je, hilo jaribu limetoka kwa Mungu ama kwa shetani? Kwa sababu jaribu linapotoka kwa Mungu huwezi kujua, linakuja kama jaribu tu, Jaribu linapotoka kwa shetani linakuja kama jaribu tu.
Kwa hiyo unapojikuta umeingia kwenye jaribu, kitu cha kwanza lazima uwe mtulivu. Lazima uwe mtulivu. Yaani nenda kwenye akaunti yako ya utulivu. Unaweza ukawithdraw utulivu wako wote, yani toa wote. Hizo ni silaha sasa. Hizo ndizo silaha ambazo mimi mwenyewe nakwambia, nitakwambia hapo mbele. Ni silaha ambazo nilitumia na Mungu akanisaidia. Wakristo wengi sasa hivi tumekaa kwenye mkoa kudharau, wanataka wahubiriwe na wahubiri wakubwa wakubwa. Lakini sasa nikwambia ndugu yangu, roho ya kudharau imewaangamiza wengi leo. Mpaka magwiji leo wameangamia. Sikiliza, unapojikuta umeingia kwenye jaribu, hizi ndio silaha unapaswa kutumia. Lazima uwe na silaha. Uwe hiyo jaribu la Mungu, lisiwe la Mungu, lazima uwe na silaha za kujilinda nazo. Kitu cha kwanza, lazima uwe mtulivu. Tulia. Kwa sababu utulivu utakupatia nafasi ya wewe kusoma hilo jaribu na kulitafakari. Hauwezi kulitafakari na kulipambanua kama huna utulivu. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine cha pili, unapojikuta umeingia kwenye jaribu, lazima uwe mvumilivu. Uvumilivu ni kitu kimeangamiza watu wengi. Sikiza nikwambie, Ibrahimu pamoja na kwamba ni baba wa imani, kilichomsaidia Ibrahimu kumpata Isaka ni uvumilivu, na pia ulisaidia. Kwa sababu hata uwe na imani na una uvumilivu ni bure. Haujanielewa? Ukiwa na imani na una uvumilivu utahangaika sana. Kwa sababu gani? Nilikuambia kwenye kipindi kilichopita, kazi ya imani ni kupokea kile ambacho kimeachiliwa na neema, kwenye somo la umuhimu wa neema. Nguvu iliyo ndani ya neema. Kazi ya imani ni kuamini umekipokea kile kitu. Basi Biblia inasema wazi tunapokea kwa imani. Kwa hiyo kazi ya imani ni kuamini kwamba kile kitu umekipokea. Hata kama hujakiona, hata kama unaona akiji, imani inakwambia kinakuja. Basi uvumilivu, kazi yake ni nini? Kazi ya uvumilivu ni kuja kuhakikisha kwamba kukata tamaa kupati nafasi kwa kile ambacho unakisubiria, ama kukata tamaa akupati nafasi kwa kile ambacho kwa imani unakisubiria. Hiyo ndiyo kazi ya uvumilivu katika maisha ya Mkristo. Kwa hiyo kazi ya uvumilivu nilikwambia ni ya kuja kuhakikisha kukata tamaa akupati nafasi kwa kile ambacho wewe na mimi tunasubiria kwa imani. Kwa hiyo imani kazi yake ni kwamba umepokea basi. Uvumilivu kazi yake ni kukata connection na kukata tamaa. Kwa hiyo unapofika kwenye jaribu, unapojikuta kwenye jaribu, lazima uwe mvumilivu. Kazi ya uvumilivu ni nini? Uvumilivu kazi yake ni kuja kuhakikisha kwamba kukata tamaa hakupati nafasi. Kwa sababu ukipata ama ukiingia kwenye jaribu na ukate tamaa, umeisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu haujui hilo jaribu utapitia kwa muda gani. Hata Ayubu, unafikia Ayubu alipitia ile jaribu kwa muda gani? Unaweza kupitia mwaka, miaka miwili, mwaka mmoja, miezi 6. Kwa hiyo hauwezi lazima uapply uvumilivu ama patience. Lazima uapply. Kazi ya uvumilivu nimekwambia ni kuhakikisha kukata tamaa kupate nafasi. Ndio kazi ya uvumilivu. Kwa kitu chochote kile, kwenye biashara, kwenye nini, kukata tamaa kupate nafasi. Sasa utakapokosa uvumilivu, kukata tamaa kutapata nafasi ya kuingia. Ile kukata tamaa, ku-give up, ukianza kupata nafasi ya kuingia kwenye hilo jaribu, huko sasa ndio
kutakupeleka kwenye chumba cha maamuzi. Nilivyokuambia, utakapoingia kwenye chumba cha maamuzi utafanya maamuzi wrong. Kwa hiyo uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine cha tatu, hasira. Unapojikuta umeingia kwenye jaribu, usiapply hasira. Usiweke hasira. Hasira imeangamiza wengi. Unapojikuta umeingia kwenye jaribu, usijaribu kuweka hasira. Hakuna kitu kibaya kwa Yesu Kristo. Hakuna kitu kibaya kwa Mkristo anapokutana na kitu halafu anaachilia hasira. My friend, nimeona mimi na macho yangu, hasira imeangamiza watu. Hasira imeangamiza mpaka huduma. Hasira imeangamiza ndoa. Mwingine alikwenda kuchoma nyumba yao yote kwa sababu ya hasira. Choma nyumba baba yake, choma. Hasira. Kwa sababu gani? Sasa nikikurudisha nyuma, nimekuambia nini? Nimekuambia hivi, jaribu linaweza kuja hata kupitia mke wako, hata mme wako. Sasa utakapotumia hasira, hiyo ndoa umeua. Hiyo ndoa umeua. Kwa sababu gani? Ikiwa jaribu limeleta kwa mme wako na utumia hasira, kuna wanaume huwa ni miamba haigusu. Kuna wanaume ni miamba haigusu. Yaani ukijaribu kugusa ni kama umeshika simangu, wewe ndio utakamatwa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ukiwa sasa mwanaume wako ni mwanaume wa namna hiyo, lazima uweke hasira kando. Hapo lazima Roho Mtakatifu akuongoze kuhakikisha unahandle hilo shida. Kwa sababu kuna wanaume wao ni miamba haigusu, ukigusa umeenda. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine cha nne, usilalamike. Unapopitia kwenye jaribu, usilalamike kabisa. Nyamanza kimya. Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba Mungu akateketeza kile kizazi chote kilichotoka Misri. Kwa sababu gani? Walimnungunikia. Wana wa Israeli, Mungu aliwateketeza kile kizazi chote. Kwa sababu gani? Kwa sababu walimnungunikia Mungu. Mtu yoyote ambaye anapenda kuwa na maisha ya ushindi, unapopitia kwenye challenge, usilalamike. Wakati mwingine kama wanadamu, sisi wote, kuna wakati wote tunaenda huko kama wanadamu wakati mwingine. Lakini kulalamika, ukiwa wewe ni kiongozi, ikiwa wewe ni Mkristo, usilalamike. Kulalamika hakuleti jibu. Kulalamika hakuleti jibu ya hicho unachopitia. Kulalamika hakuleti jibu. Nilikwambia kitu kimoja. Kuna tofauti kati ya tatizo na jaribu. Unaweza kupata majibu ya tatizo kutumia hata pesa. Nikakwambia mfano, ukiwa una TV, watoto wanalia wana TV. Na una hela, unaweza kuna hata kwa jirani ukopeshe na kanunue TV na ukamaliza. Kwa hiyo tatizo, majibu ya tatizo yanapatikana hata kutumia pesa, hata kutumia rafiki. Lakini majaribu, majibu yake yanapatikana kwenye ulimwengu wa kiroho. Yanapatikana kwenye ulimwengu wa kiroho. Usilalamike, kwa sababu ukianza kulalamika umeanza kupeleka jaribu nje. Umeanza kupeleka jaribu nje, kwa sababu huwezi kulalamika. Wakati huwezi kulalamika mwenyewe, lazima utalalamika na watu. Sasa kuna tofauti kati ya kulalamika na tofauti kati ya kumshirikisha mtu kile unachopitia. Kuna tofauti hapo. Nini maana kulalamika? Unaweza ukajikuta unalalamika, lakini kuna tofauti ya kulalamika na tofauti ya kumshirikisha mtu unachopitia kusaidia kwenye maombi labda. Whatever. Kwa usilalamike. Mtu yoyote ambaye ana tabia kulalamika huwa hashindi. Kulalamika hakuleti ushindi. Kimya, kaa kimya. Kaa kimya, kwa sababu kimya utakusaidia kuhakikisha kwamba unapata taarifa za kutosha kuhusu jaribu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usilalamike. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilalamike. Nimekuambia mtu yoyote ambaye anabeba maisha ya ushindi
halalamiki. Kulalamika hakuangalii majibu. Kulalamika kusaidii. Nimeshakwambia wana wa Israeli, Biblia inasema kwamba Mungu aliteketeza kile kizazi chote kwa sababu walinung'unika. Walimnung'unikia Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Kitu kingine cha 5. Isemeshe nafsi yako. Bwana sifiwe sana. Na hapa kidogo nitakaa. Isemeshe nafsi yako. Nafsi ni mwanadamu wa ndani, ni yule mtu wa ndani. Kwa hiyo unapojikuta umeingia kwenye jaribu, jizoweze kuisemesha nafsi yako, kuikomandi, kuitamkia maneno ya lazima kwamba kwa jina la Yesu ninakuamrisha wewe nafsi, utakapofanya maamuzi, fanya maamuzi sahihi, maamuzi ya kimungu. Nilikuambia kwamba kila mwanadamu, maamuzi ya kila mwanadamu yamebebwa kwenye nafsi. Huo umeokoka, huo kuokoka. Maamuzi ya mwanadamu yamebebwa kwenye nafsi. Uitamkie nafsi yako. Iambie kwa jina la Yesu ninakuamrisha wewe nafsi, utakapofanya maamuzi kulingana na hili jaribu, fanya maamuzi sahihi kwa jina la Yesu na kukomandi. Kwa sababu sikina kwambia, nimekuambia majaribu ni kitu ambacho kinampata kila mtu. Na kama wanadamu, wakati mwingine unaweza kujikuta kwa kimwili, wakati mwingine ukiingia roho unajitia moyo, wakati mwingine ukienda kimwili unakufa moyo. Na ukianza kufa moyo, lazima utafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Na kwa sababu maamuzi yamebebwa na nafsi, kwa hiyo unaanza kuisemesha nafsi yako. Isemeshe nafsi yako. Iambie wewe nafsi kwa jina la Yesu, ukiwa unaoga, ukiwa unaosha vyombo, ukiwa kazini. Isemeshe nafsi yako. Iambie hili jaribu limeshindwa kwa jina la Yesu. Unapojikuta unapata hasira ama unapata hali kama vile ya kufanya kitu ambacho unaweza kinaweza kukuletea shida, isemeshe nafsi yako, itoe maamuzi ambayo yatakuletea ushindi kwenye hilo jaribu. Bwana sifiwe sana. Nimekwambia jaribu sio kitu cha kucheza nacho. Unaweza kuona jaribu ni kitu chepesi kama unasikia kwa wengine. Haleluya. Lakini inapokufikia wewe, na hilo jaribu nimekwambia ni mume wako amelileta ama mke wako, unafanyaje? Kwa sababu kuna wanaume wengine hawaguswi, ni miamba. Nilikwambia ukigusa ndio imeenda. Kuna wanawake hawaguswi. Kwa isemeshe nafsi yako, na nafsi itatii. Biblia inasema kwamba tumepewa mamlaka. Yesu ametupatia mamlaka, na unaweza kutumia mamlaka kwenye kutamka. Mamlaka yanatumika kwenye kutamka. Una komando, unakomandi nafsi yako, komandi mwili wako, unatamkia mawazo yako, tamkia akili zako, tamkia macho yako, tamkia mtazamo wako, tamkia nafsi. Kitu kingine, nafsi ndio imebeba mwanadamu wa ndani. Na mwanadamu wa ndani mara nyingi anapokuwa amekufa, ndio maana unaona mtu anaweza kuwa anacheka. Lakini kama mwanadamu wa ndani, yani ule utu wa ndani ukiwa haupo, ni shida sana. Ni shida sana. Kwa hiyo unapokuwa unatamkia nafsi yako, pia unautamkia utu wako wa ndani. Kwa jina la Yesu shinda hili jaribu. Kitu kingine cha 6. Nilikuambia kwamba hauwezi kufanya maamuzi sahihi kama hauna taarifa za kutosha na hilo jaribu. Hauwezi kufanya maamuzi sahihi unapojikuta kwenye jaribu. Na nimekuambia jaribu ni kitu ambacho kinakuletea hali ya maamuzi. Hauwezi kufanya maamuzi sahihi kama hauna taarifa za kutosha. Kwa lazima uwe na taarifa. Sasa swali, taarifa unazitoa wapi? Kwa lazima sasa, ili upate taarifa, lazima uipeleke nafsi yako shuleni. Ipeleke darasani, ipate hayo maarifa. Na darasa sio kitu kingine. Darasa ni neno la Mungu. Darasa ni Biblia. Ipeleke nafsi yako hapa, ipeleke shuleni. Ishibishe nafsi yako neno la Mungu. Wekeza nafsi yako neno la Mungu. Wekeza neno la Mungu kwenye nafsi yako. Wekeza neno la Mungu. Isomeshe. Soma Biblia. Soma Biblia. Soma Biblia. Isomeshe nafsi yako, isemeshe, ijaze maarifa. Na kupitia neno la Mungu, neno la Mungu litafanya maamuzi kwa niaba yako. Oh, haleluya. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu litafanya maamuzi kwa niaba yako. Hapo ndio unapata taarifa. Soma vitabu ambavyo vinazungumzia majaribu.
Soma kitabu cha Ayubu. Soma Yesu alipoingia kwenye majaribu alifanyaje. Soma Ibrahimu. Bwana asifiwe sana. Soma vitabu ambavyo vimebeba maandiko ya majaribu. Na kupitia yale maandiko utakuwa ukishibisha nafsi yako maarifa. Utakuwa ukipatia nafsi yako maarifa. Na kwa sababu nimekuambia maamuzi ya kila mwanadamu yamebebwa kwenye nafsi, Biblia itakusaidia kuifanya nafsi yako itoe maamuzi sahihi kulingana na jaribu ambalo unapitia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo soma Biblia, shimba Biblia, soma andiko, soma maandiko. Na Biblia itakusaidia. Biblia itakusaidia. Biblia itakusaidia. Kwa hiyo tunapata maarifa, tunapata information kutoka kwenye neno la Mungu. Kutoka kwenye neno la Mungu. Soma Biblia. Kwa ishibishe nafsi yako neno la Mungu. Neno la Mungu ni kama shule. Hapo ni shuleni. Nenda darasani. Soma vitabu. Soma ambavyo vinahusu majaribu. Soma. Na kupitia msaada, Biblia itafanya maamuzi kwa niaba yako. Na Biblia ikifanya maamuzi kwa niaba yako, hakika na kuambia utashinda hilo jaribu. Biblia itafanya maamuzi sahihi. Biblia itafanya maamuzi sahihi. Ukiwa na tabia ya kusema hacha neno la Mungu lifanye maamuzi kwa niaba yangu, na kuambia utaishi maisha ya ajabu sana. Utaishi maisha ya ushindi. Bwana asifiwe sana. Kwa tunapata information kutoka kwenye neno la Mungu. Na zile information zinakusaidia utakapoingia kwenye chumba cha maamuzi, unafanya maamuzi ambayo ni sahihi. Bwana asifiwe sana. Ninakuambia vitu vitakavyokusaidia wewe kushinda jaribu. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine, maombi. Maombi. Ni lazima uombe. Ndio maana nimekuambia kuna wakati mwingine unaweza kupitia jaribu na unakwenda kuomba alafu Mungu anakaa kimya. Si Mungu alikaa kimya kwa Ayubu? Alikaa kimya. Kama Ayubu angejua lile jaribu limetoka kwa Mungu, na kwa maana relax. Angejua kwamba Mungu yuko nyuma. Kwamba hata kama shetani amelipeleka, Mungu ndiye aliruhusu, angerelax. Lakini kwa sababu Ayubu hakujua, na pia Ayubu alilalamika kwa sababu Mungu alikaa kimya. Kitendo cha Mungu kukaa kimya kilimfanya Ayubu wakati mwingine kwenda nje. Kwa hiyo maombi, omba. Hata unapokwenda kuomba, hicho ndio kitu kingine. Unapojikuta umeomba, unaomba na unaona Mungu hajibu ama Mungu amekaa kimya, endelea kuomba, usikate maombi. Ninakuhakikishia maombi yako yatakuwa bado yanafika kwa Mungu na Mungu atakuwa anasikia. Bwana sifiwe sana. Unakumbuka Daniel alipoomba na Mungu akatuma jibu la Daniel kupitia malaika Gabrieli. Na mapepo ya angani na nguvu za giza za angani zikazuia yale majibu ya Daniel. Mungu alimtuma malaika Gabrieli kumletea Daniel majibu. Nataka nifafanue vizuri. Na mapepo na nguvu za giza zikazuia yale majibu ya Daniel. Mungu akamtuma malaika Mikaeli. Malaika Mikaeli ni malaika wa vita, aje kumsaidia malaika Gabrieli kupita kwenye vile vita. Na malaika Gabrieli kwa msaada wa malaika Mikaeli akafanikiwa kupita na akampelekea Daniel majibu yake. Sikiliza, malaika Gabrieli alipofika kwa Daniel, alimwambia Daniel, maombi yako tangu siku ya kwanza yalimfikia Mungu. Lakini nilipotuma kukuletea majibu, mapepo na giza na kuzimu ilikuwa ikifanya kazi ya kuzuia maombi yako angani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uombe, usikose kuomba kwa sababu umeingia kwenye majaribu. Kitu kingine cha mwisho ni kusamea. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine cha mwisho ni kusamea. Ni lazima unapoingia kwenye jaribu, Mungu akupe roho ya kusamea. Kwa sababu nimekuambia jaribu linaweza likaletwa na mtu ambaye haukutarajia, na ukajikuta unaingia kwenye roho ambayo imebeba uchungu. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa kusamea, kwa sababu kusamea ndio kutakusaidia pia. Kwa sababu nimekuambia jaribu, shetani ama Mungu anatumia watu
atatumia vitu kukujaribu. Kwa hiyo kitakacho kusaidia ni wakati utakapo umepona sasa, umepita hilo jaribu, umeshinda hilo jaribu, ni roho ya msamaha. Beba roho ya kusamea. Yule ambaye umeona amehusika na hilo jaribu, ujue alikuwa sio mapenzi yake, alikuwa ni mapenzi ya shetani ama Mungu, you never know. Kwa hiyo lazima uwe na roho ya kusamea. Na kupitia vitu hivi ambavyo nimekuambia, ninakwambia ukweli, ukizingatia, Mungu atakusaidia na utashinda jaribu. Bwana asifiwe sana. Nimesema vitu vingapi? Vitu 8. Utulivu, uvumilivu, hasira, usiwe mtu wa hasira, usilalamike, isemeshe nafsi yako, ikomandi kuisemesha nafsi yako, ifanye maamuzi ya kimungu, ipeleke nafsi yako shule, na shule nimekuambia ni Biblia. Maombi, usikose kuomba, na cha mwisho ni roho ya kusamea, na Mungu atakusaidia. Kitu kingine cha mwisho kabla sijakuombea, sikiliza, nirudi kwenye hasira. Hakuna maono ambayo yanajengwa na hasira. Ninakwambia ukweli. Na jaribu linaweza kuja kuvunja maono ambayo uko nayo, kuvunja kile kitu ambacho Mungu amekwambia. Hakuna maono ambayo yanajengwa na hasira. Ninakwambia ukweli. Ukitaka kuniamini, kauliza wafanyabiashara. Kama kuna mfanyabiashara ambaye aliachilia hasira kwenye biashara alifanikiwa, hayupo. Wafanyabiashara wote ambao waliweka hasira, biashara walifunga. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine walifunga sio kwa sababu ya hasira, najua labda ni haukuwa wakati wa Mungu, lakini hasira na biashara viendane. Hivyo hata kwenye maono yako, kwenye vision yako. Hakuna vision ambayo inajengwa na hasira. Kwa hiyo usitumie hasira hata kwenye jaribu. Unaweza karibikiwa. Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, nataka nikuombee ili amani ya Bwana ibaki na wewe. Acha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu ya somo hili la majaribu ambalo Bwana umejaribu kutuongelesha kwamba jaribu ni kitu ambacho kila mwanadamu anapitia. Baba, tunachokuomba kwa sababu majaribu ni kitu ambacho hatuwezi kukosa kupitia. Tunahitaji msaada wako. Utusaidie Bwana, maana ukituacha kupitia mwili, kupitia akili na uwezo wa kibinadamu hatuwezi. Tunahitaji msaada wako, utusaidie kushinda majaribu. Kwa jina la Yesu ninaombea watu wote ambao Bwana wanaangalia Facebook hii. Ninaombea watu wote ambao Bwana wakati huu wako kwenye majaribu ya kihuduma, majaribu ya kindoa, jaribu la kibiashara. Bwana uwasaidie. Ninamwombea mtazamaji wangu mchana wa leo, Baba ukapata kumsaidia, Bwana ukapata kumwezesha. Asante Bwana kwa sababu hata ya mimi ninapoendelea kutoa neno lako, Baba asante kwa sababu ninaona mkono wako, maana sio mimi ni wewe. Ninakuomba Bwana ukapate kuwa nasi, ukapate kuwa nasi. Tunajua ninanena mema, nina baraka na nina ushindi kwa mtazamaji wangu hapo Facebook Live. Kwa jina la Yesu, asante Mungu mwema. Tunakupenda, tunakuheshimu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu.